Kampeni ile ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imekuwa na manufaa makubwa sana katika jeshi la magereza, ambapo jumla ya wafungwa na mahabusu zaidi ya 12,000 wamepata huduma ile. Lakini kwa mahabusu ambao wamekuwa released kutoka magerezani kwa sasa hivi kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo jana ilikuwa ni zaidi ya 6,900. Na kwa minajili hiyo population kwenye magereza yetu mwaka 2021 tulikuwa nayo 26,032 na kitu, lakini kwa population ya jana tunayo 26,896. Kwa hiyo kwenye uwiano kipindi hicho tulikuwa na uwiano wa mahabusu na wafungwa tulikuwa nao nusu kwa nusu, lakini tunavyoongea sasa hivi uwiano wa wafungwa na mahabusu ni wafungwa wako 75%, mahabusu wako 25%. Na kwa taarifa, holding capacity ya magereza yetu ni wafungwa 29,102, lakini kwa leo tuna upungufu wa zaidi ya wafungwa 3,000. Kwa maana yake, based on the space and not distribution, on the space, nafasi ambazo ziko magerezani hatuna overpopulation, tuko chini ya wastani wa ile idadi ambayo tulikuwa tunatakiwa. Lakini based on distribution, kwa sababu mbalimbali ikiwa pamoja na baadhi ya wilaya 50 kukosa magereza, ndio unaiona kuna mahabusu ambao walikuwa wanastahili kuwa kwenye wilaya nyingine wako kwenye wilaya nyingine. Nikitolea mfano mkoa ule wa Kigoma, kuna wilaya ya Kakonko pamoja na Uvinza ambazo hazina magereza, ambao wafungwa wake wengi wanaenda katika wilaya ya Kibondo na wengine wanaenda katika wilaya ile ya Kigoma. Naomba nikuhakikishie jeshi la magereza litaendelea kuthamini heshima hii kubwa ambayo tumepatiwa na Wizara ya Katiba na Sheria kwa vitendo, kwa kuhakikisha kwanza mafunzo ambayo yametolewa kwa maafisa sheria wale 120 na hawa 170 ambao anashirikisha na maafisa rekebu, tunaweka uratibu wa ufuatiliaji ya namna ambavyo wale ambao wamepewa mafunzo watakavyoweza kuboresha utendaji kazi wao. Lakini la pili, vile vifaa vya mahakama mtandao tutaendelea kuona namna ambavyo vitakavyotumika, na bahati nzuri Mheshimiwa Masayo yupo. Yale mashauri mengi hasa ya rufaa ambayo yalikuwa na gharama kubwa sana ya kumsafirisha mfungwa kutoka gereza moja kwenda gereza lingine, hasa wale wafungwa wa kunyongwa ambao kwa mujibu wa taratibu zetu wanastahili kukaa kwenye yale magereza makuu, na kwa sababu wale watu, mfano kwa takwimu za leo, gereza Butimba Mwanza lina wafungwa zaidi ya 230 wa kunyongwa. Sasa ili isiwe ni chaos, tunawasambaza wengine, unaojikuta wako Lilungu, Mtwara. Sasa siku ya rufaa unaambiwa umsafirishe mfungwa wa kunyongwa kutoka Mtwara mpeleka Mwanza. Na kwa taratibu zetu za classification, mfungwa wa kunyongwa, kwa sababu tuko wenyewe, ana taratibu zake za kusafirishwa kwa sababu ni high risk inmates. Ulinzi wake ni madhubuti, lakini ni sensitive. Unawezekana ukawasha Land Cruiser moja na kwa mfungwa mmoja kutoka Mtwara kumpeleka Mwanza. Lakini leo hii kwa impact ambayo inaenda kutokea kwa kupata vile vifaa vya mahakama mtandao, ni bando peke yake litatumika kwa kesi ile kusikilizwa. Kwa hiyo tumepunguziwa gharama ya usafiri, risk associated, lakini na ile manpower
ya zaidi ya stafu 5 wa kumsindikiza yule mfungwa mmoja kutoka Mtwara kwenda Mwanza, ambao walikuwa unawalipa per diem nauli zao, lakini pia unawakosa kwenye jukumu lingine ambalo walikuwa nalo katika ile station. Tunawashukuru sana. Mafunzo haya yameandaliwa kwa kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Mambo ya Ndani, hususan jeshi letu la magereza, yakilenga kugusa moja kwa moja mazingira halisi ya kazi ya washiriki wote walioshiriki mahali hapa. Yanalenga kuongeza uelewa kuhusu haki za binadamu, usimamizi wa haki za wafungwa, utekelezaji wa adhabu mbadala, usimamizi wa mikataba na masuala mengine muhimu ambayo yameandaliwa kwa ajili ya mafunzo haya. Kwa namna hiyo, nilivyoona darasa hili tangu jana jioni, Mheshimiwa mgeni rasmi, dhahiri kuwa tutarajie kuona ushiriki wa dhati, kuuliza maswali, kutoa maoni, kubadilishana uzoefu na kuibua changamoto wanazokutana nazo. Mafunzo haya si tu ya kujifunza kutoka kwa wakufunzi, bali pia kutoka kwenu ninyi wenyewe kama wataalamu wa sheria katika maeneo mbalimbali mnayofanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jeshi la Magereza katika utendaji wao wa kazi linakumbana na changamoto mbalimbali, ikiwemo uhaba wa rasilimali, songamano wa wafungwa, ucheleweshaji wa mashauri na wakati mwingine mashinikizo hata ya kijamii. Hata hivyo, mafunzo haya yatatoa nafasi ya kupata mbinu mpya za kukabiliana na changamoto hizo kwa njia ya kitaalamu, lakini pia ubunifu na kwa njia ya kushauriana uzoefu. Tuna matarajio makubwa kutoka katika washiriki hawa katika kukuza mashirikiano baina yao wenyewe kwa kuzingatia kuwa kazi yao au kazi yenu ina uhusiano wa moja kwa moja kwa pamoja. Lakini pia tunatarajia kutoka kwenu kuwa mtaendelea kutekeleza wajibu wenu kwa kuzingatia haki za binadamu hata katika mazingira ya gumu kwa wakati mwingine ya kazi. Lakini pia tunatarajia kujenga mfumo wa haki unaotenda kazi kwa ufanisi, uwazi na kwa kutumia ushahidi wa kisheria. Haya kwa awamu ya pili. Mafunzo haya ni muhimu kwa kuwa yatawezesha washiriki kuwa na uelewa wa kina kuhusu sheria mbalimbali, hasa zile zinazohusu haki za binadamu, uendeshaji wa magereza na mfumo wa haki jinai. Hii huongeza uwezo wao na kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kuzuia ukiukwaji wa haki za wafungwa. Ndugu washiriki, mtakumbuka kuwa mafunzo haya yanafanyika sasa kwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilifanyika mwezi Mei 2025, ambayo jumla ya maafisa 120 waliopata fursa ya kupatiwa mafunzo haya kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria na hivyo kupata ujuzi na maarifa ya kukabiliana na changamoto za kiutendaji kama vile msongamano wa wafungwa, usalama wa magereza na urekebu wa wafungwa. Leo hii tunafungua rasmi mafunzo ya awamu ya pili kwa maafisa, nimeambiwa ni 170 waliobaki, ili kuhakikisha kwamba hakuna anayeachwa na wote wanapata maarifa yatakayowasaidia katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Ndugu washiriki, katika dunia sasa inayokumbwa na mabadiliko ya kasi katika nyanja mbalimbali, hususan za kiusalama, kijamii na kisheria, ni wajibu wetu kama taifa kuwekeza kwa makusudi katika uimarishaji wa uwezo wa watumishi wa umma, hasa wale wanaohusika moja kwa moja na utekelezaji wa haki katika jamii. Miongoni mwa jeshi la msingi katika mnyororo wa haki jinai ni jeshi la magereza, ambalo lina umuhimu nyeti na wa kipekee wa kuwahifadhi, kuwarekebisha na kuandaa wafungwa ili waweze kurudi katika jamii wakiwa wamebadilika na tayari kuwa raia wema na wachangiaji wa maendeleo ya taifa.